Tuko na moja kati ya waigizaji maarufu kabisa wa Kongo katika tasnia nzima ya filamu. Madam Joali. Madam, habari ya saizi? Salama. Kwema? Kwema kabisa. Yes, kwanza nikupongeze kwa hii hatua ambayo ni kwa hiki ambacho kimefanyika katika siku hii ya leo baada ya kupokea ubalozi wa Boxer. Hii kampuni kwanza inapatikana? Hii kampuni inapatikana Dar es Salaam hapa. Ina ofisi zake ambazo ziko Posta na ziko Masaki, na ni kampuni ya dawa ya mbu na sio dawa na vitu vingi inafanya, lakini sasa hivi mimi nikiwa kama balozi wa dawa ya mbu ya Boxer nitaelezea kuhusiana na dawa ya mbu ya Boxer. Ni dawa nzuri, ina harufu nzuri, inaua wadudu wote wanaotambaa. Katika mwenendo mzima wa mpaka kufikia kuchagua wewe, kipi zaidi wewe unaona kwamba hiki wamekiangalia binafsi? Kwanza waliangalia nidhamu ya mtu, mwenendo wa maisha yake, kwa sababu walihitaji mtu ambaye hana skendo, kwa sababu dawa ya mbu ni kitu ambacho kitu ambacho nawatangazia watu wazima, kuna wamama, kuna wababa, kuna watoto, kuna mabinti, kuna watu gani. Kwa hiyo walitaka mtu ambaye ana heshima yake, na kikubwa dawa ya mbu ni kitu ambacho kinatumika kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo walihitaji mtu ambaye akaweza kufikisha ujumbe kwa jamii vizuri, na dawa yao ikaweza kuelimisha watu na watu wakaweza kununua zile dawa. Na kipi zaidi ambacho kimeonekana kimekaa kwenye upande wa kipekee? Tumefahamu kama tulivyosikia kwamba umekaa kwenye tasnia zaidi ya miaka 22. Tunaamini kwamba kuna kazi nyingi zilikuwa zinakuja. Nyingine unakataa na nyingine unakubali. Sasa lipi limekaa katika upande wa hawa Boxer kuwakubalia kufanya nao kazi? Cha kwanza makubaliano yote ambayo tumeingia na mkataba ambao walikuja nao, tukasoma mkataba, tukaona mkataba sawa, tunaweza tukafanya kazi, basi tukawakubalia. Na mimi sio kama nakataa kufanya kazi na watu au kufanya mkataba na watu, no. Nafanya kazi na mtu yoyote, palipo tuna makubaliano basi mimi nafanya kazi. Sasa lengo kubwa ambalo wametangaza ni kwamba hii dawa itasambaa katika mikoa tofauti. Lakini leo hii tunaona Dar es Salaam. Unawahakikishaje watu ambao wako kwenye mikoa tofauti na Dar es Salaam kwamba hii dawa itaweza kuwafikia? Cha kwanza naweza nikamwambia kwamba sisi tunatua ya hii dawa ya Boxer kwenda kila mkoa, kila wilaya, kila kijiji. Kwa hiyo kila mmoja hii dawa itamfikia tu. Wananchi wategemee nini zaidi? Wananchi cha kwanza mimi kutokana na kazi zangu wategemee kitu kipya kinakuja baada ya kumaliza Yolanda, lakini pia wananchi pia nimewaletea jamani, hii ni zawadi. Mtu anapokuepusha wewe usiumwe na mbu, usipate malaria, usipate sijui papaso, sijui usipate nini, huyo mtu amekupa zawadi kubwa sana. Kwa hiyo mimi naweza kuambia wananchi kwamba waweze tu kuwa sambamba na sisi na waweze kuwa bega kwa bega na mimi. Tuzungumzie kazi. Umekuwa ukifanya kazi kwa muda mrefu na ukishirikiana na watu mbalimbali. Tumeona sasa hivi kumekuwa na tamthilia nyingi, naweza nikasema competition ni kubwa sana. Ukiwa unatengeneza pengine tamthilia ama story, wewe unazingatia nini sana Joali? Cha kwanza huwa nazingatia maudhui ya story yenyewe, kwa sababu unajua wanaoangalia ni watu walika mbalimbali. Cha pili huwa nazingatia sana cast ziendane na ile story inapotaka. Juzi tumempoteza msanii Karina, ambapo tumeona watu wengi wamemlilia, mambo mengi sana yalizungumzwa, na ni moja kati ya watu ambao niliona umeposti kupitia Instagram. Pengine alikuwa ni msanii wa aina gani na ameacha gap ya aina gani? Karina, mimi naweza nikasema kwamba maskini ya Mungu alikuwa apumzike kwa amani, lakini alikuwa ni binti ambaye ni mcheshi sana. Namjua toka kipindi ambacho ameingia kwenye tasnia. Yaani alikuwa ni mcheshi, hana makuu, lakini basi tu sasa huwezi kupingana na mipango ya Mwenyezi Mungu, akapata malazi kama hivyo yakaweza kumnyongonyesha. Lakini japo bado alikuwa anaumwa, lakini bado alikuwa anaonekana kama bado yani ana kitu ambacho anacho. Kwa hiyo mimi kwa kifupi yani siwezi kuongelea kwa sana tu, labda tunachoweza kumwombea ni kwamba apumzike kwa amani huko aliko. Tumalize mchango wa Rais Samia kwenye kuinua hii tasnia ya filamu ambayo imekuwa ikifanyika. Tumeona mikopo kama ambavyo tumezungumza, lakini kwa kumalizia pia fans wako hapa wengi wamekuwa wakisema pengine mabaya, lakini wewe unaona mchango wa Rais Samia kuinua hii tasnia ukoje? Mchango wake ni mkubwa sana. Yaani mama ameinua pakubwa sana tasnia ya filamu nchini Tanzania, kwa sababu kwanza ameweza kutupeleka sehemu tukajifunze kupitia kule wenzetu wanafanya nini.
amekuwa ni mtu ambaye anaoleta wawekezaji mbalimbali wa kwenye tasnia ya filamu wakija huku kupitia ile filamu aliocheza ya Loyal Tour. Kwa hiyo mama ana mchango mkubwa sana, na mama kwa kifupi ni anapenda sana wasanii na anapenda tuendeleze zaidi kazi zetu za sanaa. Kwa hiyo mama ana mchango mkubwa, mama anatubeba. Ila tu mimi nashauri wasanii, mama anapotubeba na sisi tubebeke. Asante sana.